oil ambayo huwa wanasafirisha kutoka eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo utashangaza kwamba licha ya kwamba Marekani ndiye mzalishaji mkubwa wa oil ama wa mafuta hapa duniani, lakini bado bei iko kubwa zaidi pengine California kuliko ambavyo katika sehemu nyingine. Lakini anakwenda kule hajaribu kutatua kitu ambacho kitawasaidia wananchi wengi na kuleta nafuu ya maisha ya wengi. Hapana, anatafuta kitu ambacho atamfanya yeye aonekane kwamba yeye ni deal maker, kitu ambacho amekuwa akisema kwa muda mrefu. Ndivyo alivyo. Amekuwa funzo kubwa zaidi la elimu ya uraia kwa wananchi wa Marekani ambao wakati tukifika hapa kwa miaka mingi ambayo tumekuwa hapa walikuwa hawaamini kwamba kiongozi mmoja anaweza kusababisha nchi tetereke, watu wakimbie, lakini hasa katika muhula wa pili watu wamekuja na kusema kwamba wow, sikuwahi kutegemea kwamba ningeshuhudia kwamba niko katika nchi ya Marekani ambayo mtu mmoja pale anaweza kuleta shida yote, sio tu kwa nchi lakini kwa dunia nzima. Kwa hiyo as much as tupendi, bado tunashukuru kwamba uwepo wake nafikiri umetoa elimu ya uraia kwa watu wengi kutambua kwamba unapofanya kosa la aina fulani, usipofikiria kwa kiasi fulani, hiki ndio kinachoweza kukuta wewe, nchi pamoja na dunia. Na nisalie tu kwa Bwana Mobelwa, katika ziara hii na hili swala hili la yeye kusema kwamba sasa China itaweza kununua mafuta hayo ya Marekani. Je, kisiasa, tukizingatia kwamba kutakuwa na uchaguzi hivi karibuni, unadhani tangazo hili litakuwa na faida yoyote kisiasa kwa Trump? Hapana. Kwa sababu watu wanachotaka ni nchi nzima, kwa sababu tukumbuke California ni kati ya sehemu ambazo kiuzalishaji ni sehemu kubwa. Kwa hiyo kuona kwamba gharama za mafuta kule ni kubwa, ina maana licha ya kwamba tunaweza kusema kwamba Marekani sasa ina supply, kwa sababu hii ni ule ushindi wa kitaswira wa kuonyesha kwamba ona sasa China ambaye amekuwa akitegemea 40% ya mafuta yake kutoka Iran sasa hivi anaweza kanunua kutoka kwetu. Lakini hiyo inamaanisha nini kwa mwananchi wa kawaida hapa nchini Marekani? Kwa sababu kila ambacho walikuwa wamekiahidi, na hicho ndio ambacho watu wanaelekea sasa hivi. Tunaelekea mwezi wa 5, na kama tushafika mwezi wa 6, watu hawatosahau kwamba kila alichokuwa amekiahidi pale ameshindwa kutekeleza. Aliahidi angemaliza vita, ameshindwa kufanya. Aliahidi kwamba angeshusha bei ya vyakula siku ya kwanza atakapoingia madarakani, ameshindwa kufanya hivyo. Alisema kwamba atakuwa rais ambaye ni rais wa amani atakayekamilisha vita sehemu nyingine zote. Tayari ameshapigana hii ni vita yake ya 9 ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo nafikiri hivi ndio vitu ambavyo sasa hivi Democrats wanaanza kuvichukua na wanaanza kuviweka kama receipt, kutaka watu watambue kwamba sikiliza aliwaambia nini na msikiza amefanya nini. Lakini hii swala la mafuta, swala la ziara, ukweli wa mambo ni kwamba bado watu wanataka waelewe ni kwa nini Marekani imeingia katika vita ambavyo vimegharimu mabilioni ya dola, lakini katika nchi ambayo haikuwa tishio, lakini wakati huo unakata huduma mbalimbali za watu hapa nchini Marekani ambao walikuwa wanahitaji. Na nafikiri hiyo ndio ambavyo sasa hivi inampa wasiwasi mkubwa sana kwamba watu watahoji kwa nini tutumie bilioni kadhaa kule na kuondoa mamilioni tu ya pesa, na ile pesa ingeweza kusaidia katika mambo mengi ya kijamii hapa nchini Marekani. Bwana Adhere Mobelwa ameleta swala hili la Iran. Unadhani kauli ya Trump kwamba Xi Jinping ameahidi kuizuia China kuipatia Iran vifaa vya kijeshi, unadhani ina uzito gani kisiasa na kidiplomasia, tukizingatia kwamba China imekuwa mshirika muhimu wa Iran kwa muda mrefu sana? Cha muhimu ni kwamba China na Marekani kwa sasa wote wana interest kubwa ya kuona kwamba ile vita imekamilika. Na Trump alipoenda kule, unajua walipoanza walifikiria ni kazi rahisi, labda utapigwa Iran wiki fulani, wiki chache, alafu hiyo masuala inaisha. Ndio maana hata hii ziara yake ilikuwa imecheleweshwa, kwa sababu alitaka kuenda Uchina mapema zaidi, lakini kutokana na ile vita tena sasa akaiarisha jambo. Sasa ameikamilisha. Ni kwamba wote wako na interest kubwa sana kuweza kukamilisha ile vita, lakini Iran nayo inaona mwanya ya kujiongezolea yani pointi ya katika siasa za dunia. Kwa hivyo wanafikiri kule kuungana na kuelewana. I think azimio kubwa sana ambayo imetokea ni kwamba wote wawili hao marais wamekubaliana ya kwamba hawataruhusu Iran kuwe na zile dhana za kinyuklia. Xi akasema ya kwamba na wao watajaribu kufanya upande wao ili Iran isiweze kupata zile labda usaidizi wa kivita. Nafikiri ni njia moja tu ya kuweza kuambia wana Marekani ya kwamba tuweza kujaribu kuwasaidia, lakini lazima mfanye upande wenu ili hizi vita ziishe. Kwa hivyo nafikiri sasa Iran imejikakamua kabisa, inaona ya kwamba iko na nafasi nzuri ya kuwa the third ama the fourth center of power. Ukitoka Marekani unafika Uchina, labda Russia, na sasa badala ya kuongea mambo ya Europa, watu labda wachanganuzi wa kisiasa wameanza hasa kuangalia mambo ya Iran. Kwa hivyo inapatia Iran nafasi nzuri, na China na Marekani wote wanaona japo wako na nafasi nzuri ya kushirikiana,
mambo ya Iran inaleta utata katika mahusiano yao. Tuangazie swala hili la Taiwan. Mubelwa, Taiwan na usalama wa eneo hilo ilikuwa miongoni mwa maswala ambayo tulijua yatajadiliwa, lakini kumekuwa na ukimya sana kuhusu matokeo ya mazungumzo hayo, hasa kwa swala hili la Taiwan. Ukimya huu unadhani utatafsiriwaje? Ukimya ulikuja baada ya kujulikana fika kwamba wazungu wanasema kwamba hii ni no go zone. Walisema kwamba hii ni eneo ambalo hatutaki kugusa. Na Xi Jinping alimwambia kabisa kwamba iwapo mtafanya visivyo katika eneo hili, sio tu kwamba itaharibu ziara, hapana, italeta mapigano baina yetu. Alikuwa wazi kabisa katika hili kwa sababu kadhaa. Kwanza, Donald Trump anakwenda pale ikiwa wazi kwamba taarifa ambazo zimevuja kutoka katika sehemu ya intelligence yake inaonyesha kwa miaka 4 ijayo ana upungufu mkubwa sana wa mizinga, na yuko katika hali ambayo hawezi kuanzisha vita vingine kwa sababu ya hali jinsi ilivyo. China amekuwa akijikuza kwa muda wote, amekaa kimya licha kwamba ana hazina fulani ya mafuta na anaathirika kidogo na kile kinachoendelea kule, lakini alimwacha huyu ili vita hii iweze kumdhoofisha, na imeonekana kumdhoofisha kimataifa. Donald Trump amekwenda kama mhitaji, na unaona ushindi wote mdogo anaopata kule. Na alipofika tu China, kitu cha kwanza walichomwambia ni kwamba usiguse eneo hili. Na unapoangalia readouts, kila unapomaliza vikao tunajaribu kuingia kuangalia White House wamesema nini kuhusiana na hili. Wako kimya sana kuhusiana na hilo swala kwa sababu hawataki kuharibu, hawataki kuchokoza chochote. Wanajua udhaifu wao ulipo, wanajua chochote ambacho anaweza kusema kule Xi Jinping inaweza ikaleta shida, na Xi Jinping amemwambia kwamba tufanye mengine yote lakini hii itabaki vile vile. Umesikia tu Marco Rubio akisema kwamba msimamo wetu ni ule ule. Ni kwamba tupo kama ambavyo tulikuwa wakati tunakuja, kwa hatujabadilisha chochote. Na China hakuwa na shida na Marekani wakati anakwenda kuhusiana na swala zima la Taiwan. Kwa hiyo ni Marekani alikwenda na mategemeo angeweza kuzungumza kuhusu Taiwan, kafika kule kaambiwa hii sio sehemu ya kugusa, utakapogusa hapa sio tu kwamba mazungumzo yanaweza kuharibika, lakini tunaweza tukaingia katika vita. Na anatambua kwamba hana uwezo sasa hivi wa kivita wa kupambana na China wakati Iran anaendelea kumkimbiza na sehemu nyingine. Kwa hiyo nafikiri ni bahati mbaya sana kwamba Trump amekwenda katika eneo la makubaliano akiwa na udhaifu mwingi sana, na amepewa baadhi ya vitu kuweza kukimbia kufurahi navyo, vitu kadhaa kuonyesha kwamba kuna ushindi, lakini si katika swala la Taiwan, na aliambiwa kwamba huu si mstari ambao unatakiwa kuugusa. Hii inaweka wapi Marekani kama taifa? Tunaona kwamba kwanza Trump alifanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini inakaa ni kama Vladimir Putin hajalegeza msimamo wake kuhusu masuala ya Ukraine. Kwa hivyo mzozo huo bado uko hivyo. Kisha kukawa na yale mazungumzo ambayo yalipangwa Pakistan, akatuma wajumbe kwenda kule lakini hayakufanikiwa, na kila wakati wadadisi wanasema kwamba anaenda kwenye meza ya mazungumzo akiwa katika udhaifu. Hii inaelezea vipi Marekani kwa sasa na diplomasia yake ilionayo sasa? Nafikiri kwa sasa Marekani inaonekana udhaifu, na udhaifu wao unatokana na ile kutokuwa na ile strategy mzuri ya aidha kusimamisha migogoro ama kuanzisha na kumaliza. Huwa wanaenda bila exit strategy ukiangalia mambo yao ya Iran. Kwa hivyo inaonekana Marekani chini ya Trump imeweza kuchukua nafasi ama steps ambazo kwa kweli hazina misingi aidha ya kisheria. Kule nyumbani unajua ya kwamba bado kuna mgogoro kuhusu ile nafasi ya sheria katika ile uvamizi wa Iran. Na vile vile upande wa Russia, Trump mara nyingi huwa anaweka personal diplomacy ahead of statecraft ama serious strategy. Kwa hivyo hataki kusikiza wale military strategies, hataki kusikiza wale wasimamizi wa masuala ya diplomasia. Yeye mwenyewe anafanya diplomasia yake kwenye Twitter na mambo mengine na nafasi zingine. Kwa hivyo imeleta sifa mbaya kwa uongozi wa Marekani kwa sasa. Ukumbuke ya kwamba hata zile hatua zake za kwenda kule Venezuela kuweza kuchukulia uongozi wa nchi uhuru inaonesha tabia sio nzuri katika jamii ya wana umoja wa kimataifa. Kwa hivyo nafikiri saa hizi masuala haya ni mengi, na kuna uchaguzi kule Marekani ambao unakuja. Ni azimio kubwa yake sana kuweza kupata breakthroughs katika hizi flashpoints ambazo zinaendelea katika sehemu nyingi za dunia tu. Viongozi wa Ulaya, Bwana Mubelwa, wanaonekana kuwa waangalifu sana kuhusu ukaribu huu wa Marekani na China. Je, unadhani mataifa ya Ulaya yanaweza kuwa kwamba wanahofu kwamba wanasukumwa pembeni katika siasa za dunia, ama wao vile vile wanajizatiti kivyao na wanajiamini?
Kwanza alishasukuma pembeni. Donald Trump amezungumza mengi mabaya kuwahusu. Amekuwa akiyatambulisha kwa namna tofauti, hasa namna za kidhaifu. Tumelishuhudia hilo. Lakini pia wanatambua kwamba hawajui hiki kitaenda kwa muda gani, kwa sababu Donald Trump huyu ambaye anaweza akakusifia leo alafu kesho akakanyaga vile vile. Kwa hiyo kuna wakati ambao wanasema kwamba ukimya una thamani, na kama unachotaka kusema hakina thamani zaidi ya ukimya, na afadhali uendelee kukaa kimya. Kwa hiyo nafikiri wameamua kuchukua hilo, kutambua kwamba wacha tusijiingize katika makubaliano na mtu ambaye anafahamika kutokuwa na msimamo wa aina yoyote ile, na mtu ambaye pia wana namna tofauti ya kuziongoza hizi nchi. Donald Trump, unajua tofauti ambayo tunaiona iwe ni Iran ama nchi za Ulaya na hapa Marekani, ni kwamba kwa sasa Donald Trump ametumia kila mwanya alionao kikatiba kuweza kuhakikisha kwamba anaweka wale watu ambao watampatia kile anachokitaka, na ndio maana unaona tofauti kubwa sana katika utawala ambao ulipata kuwepo huko marais waliopita na Donald Trump. Ni kwamba sasa hata taarifa ambazo zingepata kupitia katika chano maalum, taarifa kuhusiana na maamuzi ambayo amefanya na wizara ya anaita wizara ya vita, sasa wizara ya ulinzi, wizara ya mambo ya nje, zote hazitujii kupitia mianya rasmi ya mawasiliano ama kupitia njia rasmi zao. No, inapitia Truth Social ambayo ni akaunti binafsi ya mtandao binafsi wa rais Donald Trump. Kwa hiyo hivi sasa imeshakuwa hivyo kwamba hata mataifa mengine yameanza kutambua kwamba tuingie pale tu ambapo tunalazimika kuingia, hasa kama jambo ambalo tunakwenda kulizungumzia ama kwenda kufanya maamuzi haya yanaweza yakaathiri kwa muda mrefu. Baada ya haya maneno makubwa ambayo yametumiwa na viongozi hawa, unajua ziara hii imekuwa ya kihistoria, isiyosahaulika, lakini sisi wengine ama mataifa mengine yanafaa kupima mafanikio ya ziara hii kwa matokeo ambayo kama yapi hivi ambayo yataonekana kwa wiki zijazo, hata labda miezi ijayo. Kikubwa anachokileta Donald Trump hapa ni Marekani kwanza, sera zake. Kuna swala zima la kwamba kama kutoka kuna aina fulani ya utengemavu hivi sasa, soko la hisa ambalo linaendesha uchumi katika sehemu nyingi sana linaweza likaboreshwa. Lakini pia hiyo inaweza ikasababisha changamoto katika upande mwingine, kwamba tunaweza tukafikiri kwamba mafanikio ni nchi hizi mbili kukutana, lakini tunatambua kwamba vita ya Marekani na China wakati mwingine ilisababisha kila upande kujaribu kutafuta masoko na kulegeza masharti katika sehemu nyingine, hasa katika bara la Afrika. Hii pia itufunze kwamba kuendelea kujitegemea katika kanda zetu, na pengine tusiwe wategemezi au wanufaika wa migogoro, kwa sababu wanaposema kwamba watu wanapopigana washika jembe kalime, kwa sababu watakapopatana ndio unaweza kujikuta kwamba wamebaki katikati. Wote China na US wamekuwa na ushirikiano mkubwa sana wa biashara, diplomasia, teknolojia na mambo mengi. Kwa hivyo nafikiri kwanza ni kwamba kuleta utulizo katika uhusiano ya US na China inatoa taswira fulani ambayo ya stability, ili kwamba nchi za Kiafrika wanaweza pata nafasi nzuri ya kufanya biashara na mambo mengine. Unakumbuka kwamba sasa hivi kutokana na ile vita ya Iran, biashara, uchumi, hali ya maisha imeenda juu sana, hasa katika nchi kama Kenya ambayo sasa mafuta jana ikapata kuongezwa bei kweli kweli. Kwa hivyo wanaposikizana, ile stability inaweza kuwaleta reprieve katika mambo ya masuala ya kiuchumi dunia kwa jumla. Lakini nafikiri ni kwamba